Kama nilivyokuahidi ndio hivyo, tumerejea katika awamu hii ya ukumbi wa siasa. Karibu popote pale ulipo katika kaunti zote 47 humu nchini, na wiki jana ilishuhudia cheche za maneno na vurumai kuhusu mchezo wa kuigiza wa Echoes of War uliotarajiwa kushirikisha wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere, jambo ambalo halikufanyika, huku wanafunzi hao wakielezea masaibu yao, kukiwemo kufungiwa ndani ya chumba kimoja, kunyimwa nafasi kupitia mistari ya mchezo huo, madai ambayo Wizara ya Elimu sawa na Wizara ya Usalama ilikanusha. Mwandishi wetu wa masuala hayo, ama mwandishi wa mchezo huo aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala, alikamatwa kuhusiana na mchezo huo, japo baadaye akaachiliwa bila kusomewa shtaka hata moja kuhusiana na swala lenyewe. Yamejiri hayo tayari, kukiwa na maswali kuhusiana na kuhamishwa ama uhamisho wa ambaye ni mwalimu mkuu wa shule hiyo. Ni jambo ambalo wengi wanakanusha kutoka upande wa serikali, lakini kwa upande wake tutakuwa tukisikia kwake Seneta Cleophas Malala, na pia tutakuwa tukisikia kwako mpenzi mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo. Manake mwelekezi wangu atakuwa akikupa nafasi kutushiriki kwa 22047. Mitandao ya kijamii pia tutakupa nafasi, na pia kupiga simu kupitia nambari ambazo mwelekezi wangu Kevin siku hii ya leo atakuwa akiweka kwenye kiwambo chako. Jina langu Elizabeth Mutuku. Karibu sana Seneta kupata nafasi kuzungumza nami siku hii ya leo. Asante sana. Kidogo nilikutafuta nikakukosa, nikajua huenda kidogo umepotea, lakini nafurahi kukuona siku hii. Asante sana. Nitaanza kwa kuuliza, wananchi wangependa kusikia taswira kamili ya yale ambayo yalitokea wakati wa wanafunzi kuwakilisha na kupresent ile Echoes of War. Ni nini ambacho kilitokea siku hiyo? Kwanza kabisa nitaenda nyuma kidogo. Mchezo huu wa Echoes of War ulianza kuperformiwa katika sub-county level kule chini. Na tukimaliza kule tukakuwa nambari 1 katika sub-county, tukatoka pale tukaenda kwenye county, tukakuwa nambari 1, tukapewa fursa ya kwenda kwenye regionals. Pale kwenye regionals kulikuwa na adjudicators kutoka kwenye Ministry of Education ambao walipatia green light, wakasema kwamba mchezo huu ni mchezo mzuri, uko na script mzuri, na tukapewa alama 90. Tukaambiwa kwamba mnaweza endelea muende kwenye nationals. Lakini wiki moja baada ya ile regionals tuliambiwa kwamba hatuwezi participate katika galas zile za regionals, na tukaambiwa kwamba tumetolewa katika orodha ya wale ambao wanaenda katika nationals. Nilighadhabishwa sana, nikataka kujua ni nani huyu ambaye anasimamisha mchezo wa kuigiza wa watoto wadogo, wasichana ambao wamejitolea, wamefanya kazi mingi tangu mwezi wa Januari, hawajalala, wamekuwa wakihakikisha kwamba wamekuwa na mchezo ndio waende wa compete na wengine katika nationals. Niliambiwa kwamba ni orders from above, kwamba wamesema mchezo huo hauwezi onyeshwa mahali popote. Nikashangaa kwa nini, ilhali wale adjudicators wameona kwamba tamthilia hii ni tamthilia ambayo inafaa kuonyeshwa. Ukiangalia zile comments za adjudicators zao, wanasema tamthilia ambayo iko na haji, ambayo iko na ile maudhui ambayo inafaa ionekane kila mahali. So tulibidi tuende kotini. Na nikamwambia msichana mmoja ambaye alikuwa katika shule ya Butere Girls mwaka wa 2013, aliparticipate kwa ile mchezo wa Shackles of Doom, anaitwa Anifa Mango. Alienda kwenye koti na akaamua kwamba ni lazima apiganie haki za wale wasichana wa Butere Girls. Hapo ndio tulipata orders, tukaambiwa twende tuonyeshe mchezo huo in its original form kule Nakuru. So jambo la kusitikika ni kwamba wale wasichana walikuwa wameshaambiwa waende nyumbani. Tarehe 8 ilibidi waitwe kutoka nyumbani. Wakasafiri kutoka nyumbani zao, wakafika shuleni jioni sana. Hiyo jioni hawakuweza kufanya mazoezi, walikuwa wamechoka, wakalala. Kesho yake tarehe 9 asubuhi, saa 1 saa 2 asubuhi, wakawekwa kwenye basi wakuje Nakuru. Wakafika Nakuru saa 9 saa 10. Watoto bado wakakatazwa, hawawezi fanya mazoezi yoyote. Wakaambiwa waingie kwenye chumba fulani kule, na wakaambiwa kwamba hakuna mtu ambaye inafaa wa access. Vile nilijaribu kwenda kufanya mazoezi nao, nikapata askari wameweka magari mingi na bunduki na kila kitu. Wamesema kwamba mimi siwezi enda kule ndani, na basi mimi nimekuwa arrested. Nikauza, mnanishika kwa nini? Wakati huu wote wakisafiri mlikuwa katika mawasiliano? Tulikuwa katika mawasiliano, of course. Ni watu ambao tunafanya nao kazi. Tunawasiliana nao, tunauliza mmefika wapi. So nilikuwa na ile urge ya kuhakikisha kwamba
waje ni wafanye training, kwa sababu hawakuwa wamefanya training sasa kwa wiki 2 tangu watoke katika regionals. So wakati walinishika pale nje, wakasema kwamba mimi sifai kukua karibu na hao wasichana, na nimeshikwa kwa sababu wa kuandika mchezo wa kuigiza ambao unakemea ile serikali ambayo iko hapa.